Bwana, mambo vipi mpendwa mfuatiliaji wa channel yetu hii ya makala simulizi. Karibu sana katika sehemu ya pili ya simulizi yetu hii inayokwenda kwa jina la Hatimaye Nikafa. Ni sehemu ya pili ya simulizi yetu hii, simulizi muhimu sana katika wasikilizaji wetu wote ndani ya makala simulizi. Nikikukaribisha lakini vile vile nikikukumbusha kwamba ikiwa wewe ni mgeni katika channel yetu hii, basi bonyeza neno ambalo limeandikwa subscribe ili uweze kuwa pamoja na mimi mwanzo hadi mwisho wa simulizi hii. Kubonyeza neno hilo lililoandikwa subscribe kutakufanya wewe uweze kupata simulizi hii mwanzo hadi mwisho, lakini vile vile uwe wa kwanza kabisa kupata simulizi mbalimbali ambazo tutakazo kuwekea hewani kila siku iendayo kwa Mungu. Bwana, nisikupoteze muda sana. Karibu katika sehemu hii ya pili ili tuweze kuelewa ni nini kilichojiri katika simulizi hii inayoitwa Hatimaye Nikafa. Karibu tuende pamoja. Safari ilitamatika baada ya wao kufika nyumbani. Nyumbani pale kwa baba yangu pamoja na mama yule wa kambo ndipo ambapo mchungaji alipofika. Huku akiongea kwa sauti kubwa sana kwamba wachawi wale ambao waliokuwa wanakaa hapa walifanya mambo makubwa na sasa Mungu anawahitaji awachukue kabisa ili muweze kufunguliwa. Maneno yale baba yangu naye aliyakubali, akiridhia kabisa kwamba yuko tayari kututoa sisi ili mambo yake yaweze kufanikiwa. Huku sisi hali zetu zikizidi kuwa mbaya, tukiwa sisi hatujui hata sababu ya ule magonjwa ambayo yanatusumbua ni magonjwa gani. Msikilizaji, kuna muda nikielezea kuhusu maisha yangu mimi ninashindwa hata kuongea. Mateso ambayo niliyoyapitia Msikilizaji, pale nyumbani kwa baba na mama yetu wa kambo ndipo mahali ambapo mambo yote yalipokuwa yanafanyikia. Mchungaji yule alianza kuwapa maelekezo baba pamoja na mama. Maelekezo aliyokuwa amewapa ni maelekezo ambayo kiukweli alikuwa ni msumari sana katika moyo wao. Mamangu wa kambo yule Sembuja. Mamangu wa kambo yule Sebunja alikuwa na moyo fulani mgumu sana kwa kweli. Lakini yeye asingeniuma sana. Bali anayeniuma sana ni huyu baba yangu ambaye ni baba yangu niliambiwa ni baba kabisa mzazi. Mchungaji yule alianza kuwapa maelekezo ya nini wanapaswa kufanya. Atukuzwe na mke wako Sebunja. Sihitaji kupoteza muda sana kwa sababu mnaelewa ni nini kilichotuleta hapa. Na kiomba chumba ambacho hawa wachawi walichokuwa wanalala. Pale sasa baba na mama walimpeleka mchungaji Jioni Lawi mpaka kwenye chumba ambacho tulichokuwa tunalala wakati tuko pale. Alisema kwamba anahitaji aachwe peke yake pale. Kwa hivyo baba na mama walitoka pale na kwenda sepleni, huku akimwacha mchungaji Jioni Lawi katika chumba ambacho tulichokuwa tunalala. Aliendelea kufanya maombi yake huko ndani na hatimaye baada ya muda alitoka mpaka pale sebleni na kuambia tayari ameshapewa maelekezo na Mungu. Atukuzwe. Una bahati sana kwa kweli. Kwa sababu kila jambo ambalo nilalokwenda kumuuliza Mungu ananijibu kwa upande wa chanya upande wako.
Yaani ananijibu sawa sawa na mahitaji yako. Amenieleza vitu vichache sana ambazo vinavyohitajika kwa ajili ya kumaliza hii shughuli. Nitahitaji mnipatie nguo za ndani za watoto hawa wawili ambao ni vibaraka wa shetani, lakini mnipatie mswaki wa kila mmoja ambao wanaotumia wao. Ikiwa vitu hivi viko hapa ndani, basi itakuwa rahisi zaidi, lakini kama sivyo, fanyeni haraka iwezekanavyo mweze kuvileta ili maombi yetu yaweze kukamilika na nyinyi mtahanyokewa katika njia zenu. Baba yangu ndio mtu wa kwanza kuitikia, akisema ni hivyo tu au kuna kitu kingine. Mchungaji John Lawi aliwaambia kwamba hakuna kitu kingine kinachohitajika, lakini aliwasisitiza kwamba hizo nguo za ndani ni zile ambazo bado hazijafuliwa. Baba alijaribu kuangalia pale ndani pamoja na mama kwamba kuna nguo zetu tulizokuwa tumeziacha pale. Walibahatika kweli kupata boxer zetu. Kwa bahati mbaya ni kwamba tulikuwa tayari tumeshazifua, zimehifadhiwa. Mama na baba walipanga mikakati sasa ya kuja tena kwa bibi ili waweze kufanya utaratibu wa kupata nguo zetu zile. Walijaribu kuuliza kule kwa shangazi tulipokuwa, lakini hata kule hapakuwa na nguo zetu wala miswaki. Baba na mama walifunga safari, kana kwamba walikuwa wamekuja tu kusalimia pale kwa bibi tulikuwa tunakaa naye. Na katika hali isiyokuwa ya kawaida, mama ndiye ambaye aliyefanikisha kuhakikisha kwamba anapata miswaki pamoja na nguo zetu za ndani, kwa maana ya boxer ya kaka yangu pamoja na chupi yangu mimi. Walivichukua na kumpeleka yule mchungaji. Hapo ndipo mchungaji John Lawi aliposema kwamba mambo yote yameisha, na hatimaye akafanya maombi, akamaliza akawaambia nendeni mkafanye shughuli zenu. Msikilizaji, maombi ya yule mchungaji baada ya kumaliza na kuchukua vitu vyetu vile alivyokuwa amewaagiza wazazi wetu, ilikuwa ni mwanzo mpya wa mateso yetu. Sasa kwa sababu mimi nilikuwa sijui kwamba ni kitu gani kinachoendelea, zaidi sana kujua tu kwamba tumeitwa wachawi, kwa kweli nilikuwa nikipata shida sana. Mateso ambayo yalikuwa yanaendelea kutupata ndio ambayo yaliyosababisha mpaka mimi mwenyewe nianze kuwaza kila wakati, na huku nikimshirikisha kaka yangu kwamba huenda kweli sisi ni wachawi. Kwa kweli shughuli za baba pamoja na mama zilianza kufanikiwa, na huku akiona matokeo mazuri sana na uchumi wao ukianza kupanda. Lakini wakati huo hali ya kaka yangu ikizidi kuwa mbaya zaidi kuliko hata mimi. Kuna wakati kaka alikuwa sasa anadondoka. Akisha dondoka anakaa zaidi ya mwezi mzima bila kula wala kunywa, amezimia tu na hajafa. Kila hospitali alipopelekwa mambo yalikuwa hayaonekani kwamba ni kitu gani kakangu kindani anaumwa. Hali yangu hata mimi ilikuwa ni mbaya sana, kwa sababu damu zangu zilikuwa zinatoka zaidi na zaidi. Kwa kweli tulifikia wakati tulishindwa shule kabisa. Hata akili zetu ni kama zilikuwa zinaanza kuruka, kwa sababu mimi nilikuwa nikisahau vitu sana. Hata jambo ambalo linatokea asubuhi, labda asubuhi saa 1, ukiniuliza saa 5 na kuwa sikumbuki kabisa kama jambo hilo limetokea. Huku nikiendelea kuvuja damu mara kwa mara, na wakati mwingine nikiwa natetemeka sana, kichwa kikiwa kinaniuma sana pamoja na tumbo. Hali zile ni kama zilizidishwa maradufu baada tu ya mchungaji yule kumalizana na zile
nguo zetu na pamoja na miswaki ambayo alikuwa amepewa. Kwa sababu bibi alishazunguka katika hospitali mbalimbali na hali yetu ikawa inazidi kuongezeka tu. Bibi alisema kwamba imefika wakati sasa kubadilisha namna ya huduma. Hapakuwa na option nyingine zaidi ya kukimbilia katika maeneo ya maombi. Ndipo tulipoenda katika wachungaji mbalimbali. Tulienda kwa Gwajima akatuombea. Lakini hali zetu zilibaki vile vile. Yaani kama ni kupona zilikuwa zinapona kwa muda mfupi tu, lakini baada ya wiki moja au mbili zilikuwa zinarudi katika hali ile ile. Kwa kweli tuligeuka kuwa mzigo kwa bibi yetu Safiness. Bibi huyu mzaa mama. Kipindi hicho ndicho ambacho kipindi baba hakuwa na shida na sisi yoyote, ni kama alikuwa ametutelekeza kwa bibi moja kwa moja. Kwa muda mfupi tuliona baba yetu akiwa amenunua gari. Baada ya muda kidogo akanunua gari lingine, kwa hiyo akawa yeye pamoja na yule mama akambo anatumia magari. Mama yangu yule wa kambo sasa ndipo mahali ambapo walipoamua sasa kwenda rasmi kusali kwa mchungaji John Lawi. Ulikuwa humwambii kitu, alikuwa anamwamini kwa 100%. Tulienda kwa mzee wa upako ili aweze kutufanyia maombi. Tulipelekwa kule lakini hali ilikuwa vile vile, tulikuwa tukipona kwa muda mfupi na baada ya muda mambo yanaendelea vile vile. Ni watumishi wengi sana ambao tuliowatembelea na kuwaomba kwamba watufanyie maombi. Lakini hata walipofanya maombi hali zetu zilikuwa hazibadiliki sana. Kama ni nafuu ni kidogo na kwa muda mfupi. Ulifikia wakati sasa bibi ni kama alikuwa anazoea sasa ile maisha. Kwamba sisi wajukuu zake maisha yetu ndo kama yale tu. Kama likimkuta kinda basi anajua tu kuna muda litaisha, ataamka na maisha mengine yataendelea. Kama likinipata mimi kuumwa na tumbo, damu kutoka, kwa sababu sasa hapa damu zilikuwa zinatoka mpaka mimi nilikuwa nazimia. Baadaye nazinduka. Kwa hiyo bibi alielezwa kwamba kwa upande wa mimi napaswa nihakikishe kwamba natumia sana vitu vinavyoongeza damu mwilini ili nisije nikafa kwa sababu ya kupoteza damu. Bibi pale nyumbani alikuwa kwa kweli haachi kunipa mboga za majani kwa wingi sana. Matunda na kila aina ya vitu ambavyo alivyokuwa naamini vinaongeza damu kama vile mihogo ya kutafuna, mihogo mibichi, kisamvu, vitu vingi sana alikuwa akinipa ili mradi kuhakikisha kwamba damu yangu inakuwa iko nyingi muda wote. Ndio yalikuwa ni maisha yangu na maisha yetu pamoja, mimi pamoja na kakaangu pia. Hali hii kutokana na jinsi ambavyo ilivyokuwa inaendelea kuwa mbaya, hatukujua kwamba kumbe baba yetu atukuzwe alikuwa ameficha hizo taarifa kwa wazazi wake. Pale ambapo wazazi wake walipomuuliza kuhusiana na sisi alisema kwamba wanaendelea vizuri. Lakini ni kama vile walikuwa wameshikwa na hisia fulani hivi, wakawa wanamuomba sana kila siku kwamba aweze kutupeleka ili kusudi waweze kutusalimia, lakini baba alikuwa anakataa kwa sababu alikuwa anajua kabisa ni kitu gani ambacho ametufanyia sisi. Na alikuwa anajua hali zetu jinsi zilivyo. Babu baba mzee Bamiri alimng'ang'aniza sana kwamba anahitaji tu aweze kutuleta sisi nyumbani ili aweze kutusalimia. Baba alivyokataa katukatu kwa kuwadanganya mara kwa mara, nitawaleta mara hivi mara vile. Sasa pale ilibidi babu Bamiri mwenyewe pamoja na mke wake Ruila waanze kufanya utaratibu ili waweze kutupata sisi. Kwa sababu alikuwa tayari wanajua pale nyumbani kwa tunapokaa kwa bibi yetu Safiness. Walipanga siku na siku moja
walituma mtu pale. Yule mtu alifika pale, alikuwa nyumbani kwa bibi na kumweleza bibi kwamba Mzee Bamiri pamoja na Biruila wanatuhitaji sisi tupelekwe ili wakatuone, kwa sababu si utamaduni upande wa mwanaume kwenda kuona mtoto au watoto ambao walioko upande wa mwanamke. Na hasa ukizingatia kwamba babu alikuwa ameshalipa vitu vyote kuhusiana na sisi. Basi bibi yetu mzaa mama ndiye aliyekuwa anapaswa tuchukue na kutupeleka kule kwa babu mzaa baba. Bibi alivyosikia vile, aliona sasa kama anapata ahueni, kwa sababu alijua kabisa kwamba matatizo ambayo tunayoyapitia yatapata mtu wa kusaidiana naye. Bibi kweli alipanga siku, na hivyo alituchukua mimi pamoja na kaka yangu Kindran, tukaenda mpaka kule kwa babu. Tulipofika kwa babu na bibi, tulikuwa na hali zetu nzuri tu, kwa sababu kama unavyojua magonjwa yetu sio kwamba ni muda wote ni vinakuja baada ya muda vinaondoka mara vile. Basi muda tulipofika pale tulikuwa na afya nzuri tu. Ukitutazama uwezo ukajua kwamba sisi muda wote mambo yanabadilika. Babu Bamiri pamoja na Biruila walikuwa wamefurahi sana. Walituchinjia mbuzi pale, tukala, tumefurahi sana siku hiyo pamoja na babu. Nilijisikia raha kumuona babu Bamiri kwa sababu nilimkumbuka babu yangu marehemu, babu mzaa mama, Mzee Ikongo au Daniel. Niliona ile faraja upya baada ya kumuona babu mzaa baba. Muda ulienda, ikafika mida ya jioni kidogo, kaka yangu Kindran la kwake likaanza kunyanyuka. Alianza sasa kukakamaa, anakakamaa huko, anageuza macho na mdomo, ananyanyuka, mara anataka kudondoka na yumba. Hatimaye akadondoka chini. Mwili wake ukaanza kumvimba, sio miguu peke yake. Mwili ukaanza kumvimba, uso unavimba mpaka macho yanafunikwa. Yaani ukimtazama anakuwa kama mdoli vile. Alikuwa anatoa sauti ya za kulia, kupiga kelele, kwa sababu nguo alizokuwa amevaa zinambana kutokana na jinsi ambavyo mwili unavyofutuka. Babu Bamiri pamoja na Bibi Ruila hawakuelewa ni nini kinachoendelea. Wakati wanamshangaa kaka, kidogo na mimi pale nilianza kulalamika kuumwa na tumbo. Tumbo. Kwa upande wa Bibi Safiness, bibi yetu huyo mzaa mama, yeye hakushangaa sana zile hali, kwa sababu ni hali alizokuwa amezizoea. Lakini kwa upande wa babu Bamiri na Biruila, walishangaa sana. Tulianza sasa pale kusumbuka. Damu zilianza kunitoka. Damu zikawa zinatoka mpaka masikioni. Nilikuwa naumwa na tumbo na kichwa katika hali isiyokuwa ya kawaida. Bibi pale, Bibi Ruila, alianza kujiuliza shida ni nini? Shida ni nini jamani? Wajukuu zangu, shida ni nini? Babu alisimama, akaangalia vivi, akawa haelewi ni kitu gani kinaendelea. Wakati wanaendelea kusumbuka, Bibi Safiness aliwaita pembeni kidogo na kuambia kwamba waacheni hao, John niwaambie ni kitu. Sasa wao walikuwa wanangangana watusaidie kutunyanyua kufanya vile. Bibi Safiness akamwambia hapana, waacheni. Sogeeni kwenye kiti hapa, waacheni tu. John tukae hapa tuongee. Walisogea pale katika sebule ile wakakaa upande wa pembeni mahali ambapo hatupo sisi. Bibi Safiness akaanza kuelezea. Jamani, ndugu zangu, najua mnahangaika sana na hiyo hali na imewashangaza sana. Lakini hiyo hali kama mnavyoiona hivyo, mwenzenu mimi nimeizoea. Umeizoea? Ndio, nimeizoea. Unamaanisha kwamba wajukuu zangu ndio hali ambayo inawatokea mara kwa mara?
kwamba sio mara ya kwanza kutokea hii? Ndio. Na ndio maana nimewaomba kwamba tuongee pembeni kwanza, kwa sababu kuna mambo hamuyajui. Sijui kama Atukuzwe aliwaambia kuhusiana na hawa watoto. Hali zao hawa watoto ndio hizi. Walizaliwa wakiwa wazima, lakini haya mambo yakajitokeza hapa katikati hapa, baada tu ya Atukuzwe kumuoa mke wake. Lakini hii hali imezidi kuwa mbaya zaidi. Siku 2 baada ya Atukuzwe pamoja na mkewe kuja kuwasalimia kule nyumbani kwangu, hii hali imezidi kuwa kubwa. Sasa hivi hii hali inazidi kutesa sana. Na sijatulia tu. Nimehangaika kwenye maombi, hospitalini, lakini kila sehemu nimegonga mwamba. Sasa nilivyopata ujumbe wako, ujumbe wenu kwamba mnahitaji nije, nikajua pengine labda mnazo taarifa kuhusiana na hii hali. Lakini nikasema kama hamna taarifa na hii hali, basi nitawaambia. Kwa bahati mbaya au bahati nzuri, kabla sijawaambia imejitokeza yenyewe. Msikilizaji, bibi pamoja na babu mzaa baba walibaki wakiwa wamemkodolea macho ya mshangao sana bibi Safiness, bibi mzaa mama. Kila mmoja alikuwa na shauku ya kutaka kujua ni nini sababu ya kilichotokea. Bibi mzaa baba pamoja na babu mzaa baba waligeukiana wakatazamana. Mume wangu, hivi sasa hiki ni nini? Mbona mimi sielewi? Mke wangu, hata mimi sijui. Nafikiri mtu ambaye anajua hili ni huyu bibi yao. Na unajua Atukuzwe amefanya mambo ya ajabu sana. Haya mambo alipaswa atufahamishe mapema, lakini ameacha wajukuu zetu wanateseka kwa kipindi kirefu. Angetuambia mapema, lakini anatuficha. Maisha yake yanaenda tu eti lakini pole kwanza sana ndugu yetu, pole sana. Pole sana shemeji. Kwani lakini yeye amechukua hatua gani Atukuzwe mpaka sasa hivi kuhusu watoto wake? Jamani, kusema ukweli baba yao hana msaada wowote kwa sasa. Toka hizi hali zilivyoanza hajawahi kuwa na msaada, na kama sasa hivi ndio kwanza ana zaidi ya miaka 2 hajaja tena nyumbani hata kuwasalimia. Ni kama hajui kinachoendelea. Ni zaidi ya miaka 2 sasa hivi. Na yeye anasemaje kwa hiyo? Sijui, hajasema chochote. Kwa hivyo nashukuru nimekuja hapa. Niwaseme tu jamani, nashukuru nimekuja hapa ndugu zangu. Huenda tutasaidizana tujue namna gani ya kuwasaidia hawa wajukuu zetu. Na hiyo hali inakaa kwa muda gani? Mwanzoni ilikuwa inakaa kwa muda mfupi inaondoka. Lakini kwa sasa kama huyo kindani huyo anakaa hata mwezi au zaidi ya mwezi akiwa amezimia, hali hanywi.
anakiamua wakati mwingine anakakamaa tu, anatikisika, au wabaki katika hali ya usingizi kimya zaidi ya mwezi mzima. Hali hanywi. Na humuoni akiwa anakonda, anakuwa yuko kawaida. Hii sasa imenipa mwanga. Imenipa mwanga kwamba haya mambo sio ya kihospitali kabisa. Hakuna mtu anaweza kukaa mwezi mzima hajala akaendelea kuwa hai. Sasa wewe ni ndugu yetu. Unaweza kuitwa dada, unaweza kuitwa shemeji, unaweza kuitwa chochote, lakini wewe ninachojua ni ndugu. Kwanza pole sana. Hapa naangalia kuna mtaalamu wetu yuko. Kuna mahali inabidi tuwapeleke hao wajukuu. Tukisha wapeleka, naamini mambo mengine yote yataeleweka. Jamani, sawa, mimi sina kitu cha kusema kwa sasa jamani. Ninachohitaji hao wajukuu zangu waweze kuwa salama, wapone kabisa. Kwa sababu hizi hali kwa kweli zimenichosha. Nimekuwa mtu wa kufua damu. Yaani ninafua damu kama ninafanya kazi maeneo ya hospitalini jamani, watu wakiwa wamepata ajali. Ninafua damu. Huyu jamani, hizi hali kama mnavyoziona hivyo yamekuwa ndio sehemu ya maisha yangu siku zote. Kama kuna sehemu tunaweza kupata msaada popote, tuendeni. Msikilizaji, babu pamoja na bibi zangu wote wawili walikubaliana kwamba waweze kwenda. Waliamini kulikuwa na mtaalamu ambaye walikuwa wanamwamini. Ndipo walipoondoka pale na kutupeleka mpaka kule kwa yule mtaalamu. Mtaalamu kwanza alianza sasa kupiga ramli ili kusudi aweze kujua ni nini kinachoendelea. Alipiga ramli, akamaliza. Baada ya hapo akaanza kuongea na wazazi na bibi pamoja na bibi zangu pamoja na babu yangu pale. Akawaambia, Bamiri, hili jambo ni zito. Hili jambo ni zito. Na mbaya zaidi, aliyelifanya ni mtu mzito zaidi na sio mmoja. Hili jambo limechangiwa. Mmoja alilianzisha na lilikuwa lidumu kwa muda mfupi liishe. Huyu yeye ni mchawi wa kawaida. Lakini huyu wa pili utaalamu wake ni mkubwa sana. Kiukweli niseme tu kwamba mimi nimeweza kuona lakini siwezi kutatua. Huyu wa pili anatumia vitabu, lakini ana uchawi mmoja mkubwa sana. Lakini anatumia vitabu vya dini hizi. Ndio vitabu ambavyo anavyovitumia kwa ajili ya kutekeleza mambo haya. Na wataalamu wangu hapa, majini yangu yamenieleza ya kwamba hawa watoto hawapo. Hivi mlivyo navyo hapa ni vivuli vyao tu, lakini wao wenyewe wameshatoweka. Wametoweka? Ndio, wametoweka. Kuna mahali wamefungiwa na kazi yao huko ni kwa ajili ya kuleta utajiri. Kinachoniuma zaidi, aliyefanya hivi ni huyu hapa. Sogeni hapa muone wote. Mtaniambia kama mnamjua. Msikilizaji, pale sasa kwenye maji ambayo yaliyokuwa kwenye beseni ambalo lililokuwa na tunguli,
tunguli 2 pale ndani. Yule mtaalamu aliwaonyesha bibi zangu pamoja na babu kitu ambacho kilichokuwa kinaendelea. Picha zilizokuwa zinakuja pale zilikuwa zinamuonyesha baba yetu mzazi atukuzwe. Huyo ndiye ambaye picha yake iliyokuja pale. Nyuma yake kulikuwa na mtu mwingine ambaye sura yake haikuonekana vizuri, alikuwa ni wa kike. Mtaalamu alipoulizwa kwamba huyo mwingine ni nani, alisema haina haja ya kumjua, ili mradi mmemjua huyu. Huyu kama angekataa, hakuna kingeendelea. Huyo mwingine ni mfuasi tu. Mnamfahamu huyu? Mganga, huyo si ni mtoto wangu kabisa. Na mimi najua, nimekuuliza makusudi kama na wewe unaona kama mimi. Ni mwanangu huyo ambaye ndo baba wa hawa watoto. Basi huyo ndiye ambaye anajua kwamba watoto wako wapi, mpaka wakawachia vivuli ambavyo vinawatesa kila siku. Lakini niseme tu kweli kabisa, kwa sababu mimi ni mganga nisiongopa. Sina uwezo wa kuwarudisha hawa. Na nikwambie tu kweli Bamiri, katika kanda yetu hii na nchi yetu hii huwezi kupata mtaalamu wa kuwarudisha. Inabidi uandae pesa za kutosha uende nje ya nchi, Nigeria, ndipo ambapo kuna mbinu nzuri za kuwarudisha hawa, kwa sababu ni kitega uchumi cha mtu kwa sasa. Hilo ndilo mnalopaswa kulifanya. Ukienda kwa mganga hapa, akikwambia anaweza kurudisha, ni muongo, anataka atumie pesa zako. Mimi nakwambia kwa sababu wewe ni mtu wangu wa siku zote. Kajipange vizuri upate pesa, alafu nitakuambia ni nchi gani unapaswa kwenda. Moja hapo ni Nigeria. Ndipo ambapo huyu anayetumia vitabu alipokwenda kuchukulia hizi alama zake za kuzuia mtu yeyote kuweza kurudisha, isipokuwa waganga wanaopatikana Nigeria. Msikilizaji, yule mganga alimaliza pale. Ilibidi sasa sisi turudishwe nyumbani pale kwa babu mzaa baba pale. Hali zetu zilikuwa bado ni mbaya. Mimi nilikuwa naendelea natokwa na damu kwa muda mrefu, zikifutwa zinavuja zingine, mara kule mara pua zinatoa damu, mara. Walihangaika na mimi hivyo hivyo. Upande wa kaka yangu Kindan, yeye kwa kweli hakuzinduka kabisa. Tulirudi pale kwa babu, wakawa sasa wanawaza ni kitu gani cha kufanya. Muda hapo ulikuwa umeenda, ni usiku. Wanaendelea kuhangaika, hawakupata majibu mpaka watu wakalala pale. Asubuhi na mapema, wakati bado kaka yangu akiwa amezimia pale, akiwa hajui hili wala lile, mimi hapo nilikuwa hali yangu kidogo ina uafadhali. Tumbo linauma kwa mbali, lakini damu zimekauka. Tulisikia mtu ambaye aliyekuwa anagonga mlango. Alikuwa anayeita. Haraka tulipotazama, baada ya salamu tulitambulishwa na kugundua kwamba alikuwa ni dada yake babu mzaa baba. Alikuwa anaitwa Miriam. Kwa maana hiyo mimi, au niseme sisi, mimi pamoja na kaka yangu tulikuwa tunamuita bibi, kwa sababu ni tumbo moja na babu. Basi tukatambulishwa pale. Hapo ni mimi, lakini sasa kaka yangu Kindan yeye yuko pale amelala tu, amelazwa mahali. Ilibidi sasa yule bibi aweze kuelezewa kila kitu kinachoendelea. Alipomaliza pale, yeye alitoa ushauri akasema kwamba swala ni moja tu, linahitajika kwamba sisi tuweze kupelewa katika maombi. Babu alianza kuleta upingamizi, lakini huyu bibi Ruila, sasa mke wake, alimsisitiza akamwambia kwamba inabidi uruhusu. Yaani mume wangu, hapa hakuna namna tena. Hizo pesa za kuendea Nigeria tutazipata lini?
ni bora turuhusu kama kuna mtu anaweza akafanya maombi na wajukuu zetu wakarudi, afanye tu, warudi. Mambo mengine yani ubaguzi wa dini na dini tutavijua baadaye. Lakini kwa wakati uliopo sasa hivi, swala ni moja tu, wajukuu zetu wawe salama. Sasa bibi Rila pamoja na yule bibi Miriam, dada yake na babu, waliongeza nguvu pale, na hivyo kumfanya babu yetu sasa mzee Bamiri aweze kukubaliana na mawazo ambayo waliokuwa wameyatoa. Pale sasa hatukupelekwa mahali, lakini walimfuata yule mtumishi mmoja hivi ambaye huyu yeye hakuwa mchungaji. Huyu yeye alikuwa tu ni muumini wa kanisa ambaye alikuwa anaaminiwa kwamba anayo karama ya maombi. Huyu alikuwa anaitwa Tulipo Chaula. Jina lake alikuwa anaitwa Tulipo Chaula. Alikuwa anaaminiwa sana hata na waumini wa kanisa lake, kanisani kwao pale. Kulikuwa na watumishi wengine, lakini yeye alikuwa anaaminiwa sana kwamba ni mtu wa imani, japokuwa yeye sio mchungaji. Alifuatwa na kuletwa pale nyumbani kwa babu ili tuweze kufanywa maombi. Kwanza alivyokuja pale yule mtumishi, mimi nilisikia kama kitu fulani hivi, kama mtikisiko fulani katika mwili wangu. Yani nilisikia kama kuna kitu kimelia nikatikisika hivi. Nilijiuliza kwanza ni kwa nini huyo mtu amekuja tu afu najisikia hivi. Bana, yule mtumishi yeye hakuwa hata na mambo mengi. Alipokuja tu pale, alikuja akiwa amebeba kigaloni cha maji, kigaloni cheupe, kilikuwa kimetakata vizuri. Baada ya hapo, kile kigaloni alichokuwa amebebea maji, akaomba kwamba anaomba chumba kimoja pale kwa babu. Akapewa kile chumba, akaenda akakifanyia kwanza usafi. Akamaliza kufanya usafi pale, alikuwa na begi lake, akalivua. Ile begi akaliweka kwenye kile chumba, akamwambia naombeni mahali pa kuogea. Akaonyeshwa bafu, akaenda kuoga. Alipomaliza akarudi pale kwenye kile chumba akiwa na yale maji yake kwenye galoni nyeupe. Akaingia pale, akavua nguo alizokuwa amevaa, akachukua nguo zake nyeupe, akazivaa, akapiga magoti. Taratibu akawa anaomba kwa sauti ya chini sana ambayo usipokuwa karibu huwezi kumsikia. Akaongea pale na Mungu, akamaliza. Hatimaye akanyanyuka, akafungua Biblia, akaanza kusoma pale mwenyewe, akawa anasoma. Baada ya hapo akapiga tena magoti kuomba. Alipomaliza, akiwa amevaa nguo zake zile nyeupe, akawaita sasa babu pamoja na bibi zangu pamoja na mimi mwenyewe, kwa sababu mimi ndo nilikuwa nina uwezo wa kutembea, sio kaka yangu yeye ambaye alikuwa hajielewi kabisa, amezimia tu. Watu wa Mungu kuna jambo amenieleza. Baada ya kuongea naye kwa kipindi kirefu hiki mlichoniacha hapa ndani, amenieleza mambo mengi. Amenieleza habari ya matatizo ambayo mlioniita. Matatizo mlioniitia, Mungu analo jibu lake. Na kwa sababu Mungu ni mwingi wa rehema, atasamehe kila mmoja aliyefanya mambo haya. Mwenye tatizo mojawapo ni huyu hapa, mwingine hajielewi kabisa. Mungu ananieleza kwamba watu hawa walioko hapa ukweli ni watu halisi, lakini kuna nguvu nyingi sana za kiroho zimewachukua kwa ukubwa, na wako mahali kwingine, wamegawanywa mara mbili. Na kuna wakati wanakuja kuunganika, hicho kilichopelekwa huko na hiki kilichobakishwa huko vinaunganika, wanakuwa ni watu halisi. Lakini wakati ambapo mnapowaona yale matatizo yanapokuja na kupoteza fahamu, pale ndipo muda ambapo wanakuwa wamechukuliwa, na nyinyi mnakuwa mmeachiwa kitu kingine tu, na wala sio wao wenyewe.
na wamefanywa hivi kwa maslahi ya mtu. Kinachoniuma, Roho wa Bwana ananiambia aliyefanya haya sio mtu wa mbali, japokuwa sitomsema. Ninachopaswa kukifanya mimi ni kuhakikisha kwamba watoto hawa wanabaki salama na maisha mengine yaendelee. Nimesema sitamtaja aliyefanya haya, lakini nitahakikisha kwamba naongea na Mungu na hao watoto wabaki salama, kwa sababu hiyo ndio kazi yangu. Amina sana mtumishi. Na kwa hapa tunachotaka kukifanya ni kufanya maombi ili kwanza huyu, kwa sababu yeye yupo, anaweza kukaa salama kabisa. Awe salama kuanzia leo kwa mapenzi ya Mungu. Huyu mwingine tuongee na Mungu aweze kumrejesha na yeye aweze kuwa salama. Kwanza kabisa nifanye huduma ya utakaso wa miili. Msikilizaji, yule mtumishi wa Mungu alikuwa mtulivu sana. Alifungua begi lake na kutoa kikombe kimoja. Kilikuwa kisafi sana. Akachukua ile galoni yake ya lita 5 ile nyeupe, akafungua, akamimina maji pale, akaniambia kunywa. Msikilizaji, nilikunywa ile maji. Kadiri yale maji ambavyo yalivyokuwa yanashuka katika mwili wangu, yani yanavyoingia tumboni, ndivyo ambavyo nilivyokuwa naona mabadiliko makubwa sana katika mwili wangu. Nilianza kujisikia kupata nguvu isiyo ya kawaida, huku nikijisikia kama nimepona. Nilijisikia hali nzuri sana katika mwili wangu kwa kweli. Kitu kilichonifanya mimi nifurahi, nilipomaliza kunywa kile kikombe, kilikuwa ni kikombe kidogo tu kama kile cha chai, akaniambia unajisikiaje? Nikamwambia nimejisikia salama sana. Akaniambia Mungu amekuponya. Mungu amekuponya. Nikaiuliza ina maana ndo sitaumwa tena? Akaniambia Mungu amekuponya. Ikabidi sasa niongee kwa sauti, sitaumwa tena. Akaniambia amini kwamba Mungu amekuponya. Nikamwambia amina sana. Pale nilianza kukaa nikiwa nimefurahi, lakini mawazo yangu yote yalikuwa yanawaza kuhusu kaka yangu. Nilijiuliza vipi? Kaka yangu naye anarudishwa au vipi? Yule mtumishi aliwaambia kwamba waweze kumleta kaka yangu kindani mpaka pale kwenye kile chumba alipo, kwa sababu ndicho tayari amekifanyia utakaso kwa ajili ya ibada. Kaka kindani aliletwa pale, pacha wangu yule, na kulazwa pale. Akaanza kuombewa. Akaombewa pale pale, akaanza kuzinduka. Alizinduka na kukaa chini na akaambiwa anywe yale maji. Alikunywa yale maji. Pale pale kaka Kindan alipata nguvu na kunyanyuka pale chini na kukaa kama wengine, huku akiwa anashangaa sana kwamba nini kinaendelea. Tulikuwa tumepokea uponyaji bila kujua kwamba tumeupataje, kwa sababu kwa kweli ni maji, maombi, afu tunajisikia kama tumepona. Yule mtumishi alipoambiwa kwamba alikwanza pale, familia ilifurahi. Tukaimba nyimbo sana pale. Yaani pambio, unajua pambio hizi hata kama mtu mwingine ambaye haendi kanisani, ilikuwa ni furaha tu, anazijua tu. Tukaimba pale, swi nini, nimeuona mkono wa Bwana. Swi nini. Sasa Bibi Safiness alikuwa mzuri sana kwenye kawa anaanzisha pambio nyingi sana pale ndani, na yule mtumishi tukawa tunazimba, nimeuona mkono wa Bwana, haleluya. Tukaimba pale kwa shangwe wote, tukiwa tumefurahi. Baada ya hapo yule mtumishi alikuwa anaitwa Tulipo Chaula akasema, jamani, mimi sasa hivi nahitaji kurudi niendelee na shughuli zangu zingine. Mungu ametenda, sina jambo la kuambia, lakini nawaambia jitahidini kuishi katika maisha ambayo yanampendeza Mungu. Endeleeni kuwa karibu sana na kanisa la Mungu. Toeni sadaka, fanyeni ibada kila wakati. Na hata kama kati yenu kuna mtu ambaye hajazoea ibada, ni vyema akaanza ibada kwa ajili ya kuwalinda hawa wajukuu.
Kinyume na hapo, shetani mkumbuke kwamba hajafa, bado yupo. Kwa hivyo kinga ni bora kuliko tiba. Ni lazima muweze kuwakinga watoto hawa kwa damu ya Yesu, na njia pekee ya kufanya hivyo ni kwa karibu na ibada kila wakati. Aliaga pale, akataka kuondoka. Babu alimwambia hapana, huwezi kuondoka. Babu alienda akachukua mbuzi ambaye alikuwa kwenye zizi kule, akamtoa akamleta pale, akasema huyu mbuzi ni wako. Wewe, yule mtumishi alikataa, akasema hapana, sifanye huduma za Mungu kwa pesa. Babu akasisitiza, akasema jamani, hii ni zawadi. Yule mtumishi alikataa katukatu, japokuwa alisisitizwa sana mpaka na kina bibi pale akiambiwa chukua, lakini alikataa katukatu. Zaidi sana alichukua tu galoni yake ya maji ile na nini, akaanza kutembea. Akasema jamani, nimewaacha na neema ya Bwana, naomba niondoke. Kazi zangu sizifanyi hizi kwa njia ya fedha, kwa sababu hizi kazi si kwa nguvu zangu bali ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Na hii imeandikwa kwamba mmepata bure, toeni bure. Si mimi niliyefanya haya, bali ni Mungu. Ikiwa ipo sadaka yoyote, itoeni kwa Mungu. Msikilizaji, alikuwa ni mtumishi wa aina tofauti na watumishi wengi sana ambao tuliokuwa tumewatembelea nyakati tofauti. Wengine kulikuwa mpaka na kiingilio cha kumuona, mambo kibao. Lakini yeye alikataa kabisa, na hivyo akaondoka kama alivyokuja. Ilikuwa ni shangwe sana pale. Tukawa tumejisikia raha sana pale. Babu wakawa wanapongezana sana pale na kina bibi. Na huku bibi sasa, bibi yetu yule bibi mzaa baba, Bibi Ruila, akiwa anasisitiza kwamba anaomba aweze kukaa na sisi kwa kipindi kirefu kidogo, hatimaye watakuja. Wakati huo Bibi Safines naye akisema jamani, nimekaa nao watoto wakati wakiwa naumwa sana, naomba niende nao sasa. Ni furahi kidogo na mimi furaha ile ya kukaa nao wakiwa hawaumwa. Pale sasa ulikuwa na mvutano kidogo, sio wa ugumu, lakini kila mmoja akiwa anataka mwenzake amuone huruma na kukaa na ili aweze kukaa na sisi. Wakati mambo yale yanaendelea, ilikuja simu ambayo iliyopigwa pale nyumbani, ikapokelewa na babu. Babu alipopokea, alikuwa ni simu ilikuwa inatoka kwa baba yetu atukuzwe. Halo baba. Ujambo. Shikamoo. Marahaba, uko wapi? Baba, nilikuwa nasema hivi, mimi hapa sasa hivi naelekea nyumbani. Nimepata taarifa kwamba mke wangu amepata ajali na gari. Nimeambiwa yuko hospitalini, lakini nafika nyumbani haraka hapa afu naelekea hospitalini sababu nimeambiwa hali yake sio mbaya, lakini gari limechakaa sana. Pale sasa ilikuwa ni habari mpya. Kila mtu sasa pale alianza kuwaza habari ya kwenda kule ambapo ajali hiyo hospitali, ambapo tumeambiwa kwamba yule mama yetu wa kambo yule amepelekwa kule. Msikilizaji, sisi pale tulikuwa hatuwazi sana kuhusiana na kule sui mama wa kambo, tulikuwa tunawaza chochote tukitokea kwa sababu hatupendi. Bibi Safines aliagana sasa pale na kina babu Bamiri, kwa sababu sasa pale option ilikuwa imebaki moja kwamba Bibi Safines ndio aondoke na sisi, kwa sababu wale wengine tayari akili zao zilikuwa zimeshawaza huko kwenye ajali ya mkwe wao. Tulitoka pale tukaagana wote. Muda huu ulikuwa ni mida ya mchana kuelekea jioni, mida ya saa 9 ile. Basi tukatoka pale kurudi nyumbani. Bibi mzaa baba pamoja na babu mzaa baba wakawa wao wanaongozana huko kuelekea hospitalini ili kuweza kumjulia hali mkwe wao huyo mama yetu wa kambo. Sisi tulirudi nyumbani pamoja na bibi. Tulipofika nyumbani, tulianza kuishi maisha yetu ya amani. Taarifa tulizozipata ni kwamba yule mama wa kambo alikuwa ameumia tu kidogo, lakini gari yake ndio ilikuwa ni nyanga haifai kuendelea kabisa. Tukaanza kusema labda maombi yale ambayo yalikuwa yamefanywa pale nyumbani, basi yatakuwa kuna namna yameingilia mambo yao.
kwa sababu tulikuwa tushajua kabisa kwamba wao ndio ambao waliotufanyia mambo yale. Kwa sababu yule mtaalamu kule alishasema, alafu na mchungaji anasema kwamba watu waliowaona hawezi kusema kwamba ni kina nani waliofanya, lakini ni watu wa karibu. Moja kwa moja tulikuwa tunajua kabisa kwamba ya mambo yamefanywa na watu wa nyumbani. Msikilizaji, kwa mawazo yetu sisi tulijua kwamba ile hali imeisha. Tulianza kuishi kwa furaha, huku tukiwa tunawasiliana na upande wa babu zetu, wale babu mzaa baba, bibi mzaa mama, na kule kwa babu ikawa sasa ni kuna undugu fulani ulioendelea pale sasa mkubwa. Mawasiliano yakawa ni yale na muda siku zingine tukawa tunaenda kama kawaida kule kwa babu, tunakaa tunarudi kwa bibi huku mzaa mama, tunakaa. Ni kama maisha yetu yalianza kunyoka hivi, siku zikaenda. Hatukuwa na uwezo wa kurudi tena shule kwa sababu muda ulikuwa umeenda. Alafu babu kila alipomsisitiza baba kwamba aweze kuturudisha shule, baba alisema hapana. Kumbe bwana, baba anasema hapana kwa sababu alikuwa yuko kwenye mikakati yake tena mipya, kwa sababu biashara zake zilikuwa zinaanza kufifia siku hadi siku, kutokana na sisi ambavyo jinsi ambavyo tumepona. Baba hakupenda ile hali. Alimwambia tu babu kwamba kuna jambo ambalo anataka alikamilishe ndipo aturudishe shule. Lakini kumbe jambo hilo akilifanya sisi tusingeweza kwenda shule tena. Msikilizaji, sisi sasa tulikuwa sasa na sisi hapo muda umeenda, tumekuwa wakubwa. Mimi ni kipindi sasa ndo naanza kuvunja ungo. Baba biashara zake hapo ni kwamba zimedorora kweli. Zimedorora, hatumii hata usafiri tena. Lile gari ambalo lilikuwa limepata ajali la yule mama wetu wa kambo halikufa hata kutengeneza. Gari alilokuwa anatumia yeye, siku kadiri zilivyoenda hali zilizidi kuwa mbaya, akaliuza. Mambo yake yakaanza kuwa mabaya, lakini alikuwa hajakata tamaa kwamba atakuja kurudi tena. Kipindi mimi sasa ndo naanza kuvunja ungo, ndipo hali yangu nilipoiona ikianza kurudi katika hali mbaya sana. Kaka yangu na yeye alikuwa yupo naye kwenye kipindi chake sasa cha kubalehe. Tulianza kuona mabadiliko makubwa sana kwenye maisha yetu. Tulianza kuona zile hali ambazo zilizokuwa zinatutokea. Mimi siku yangu ya kwanza kupata hedhi yangu, ilikuwa inatoka hedhi ambayo inanuka kweli, alafu ilikuwa haitaki kukata. Pale sasa nikaanza kuumwa na lile tumbo ambalo awali lilikuwa linaniuma. Hali zetu zikazidi kuwa mbaya. Kaka yangu Kindan akaanza kuvimba mwili mzima. Alikuwa na vimba mpaka hawezi kunyanyuka. Alikuwa anaeleza kujisikia kichefuchefu sana. Kwa kweli mambo yetu yalianza kubadilika upya. Pale ndipo tulipojiuliza sana kwamba shida ni nini. Hatukupata majibu. Tulikwenda kule kwa babu mzaa baba na kumweleza hali jinsi ambavyo zinavyoendelea. Babu alisema tu kwamba inabidi tumtafute yule mtu ambaye aliyekuwa ametuombea kipindi kile. Lakini hata pale ambapo tulipomuuliza sasa shangazi, yule bibi yetu sasa ambaye ni dada yake na nani? Dada yake na babu mzaa baba, yule Miriam. Alisema kwamba yule mtumishi alishaondoka pale, lakini taarifa zinasema kwamba zilirudi kanisani kwamba alishafariki dunia. Kwa kweli tuliumia sana, kwa sababu kumbe alifariki na hata hatukupata fursa hata ya kumzika. Lakini alisafiri kwenda mikoa ya mbali na akafanya kazi zake za kitumishi huko, lakini hatimaye alifariki dunia. Wakati yule bibi anaongea hivyo, ilikuwa imeisha miaka 2 toka yule mtumishi yule aliyekuwa anaitwa Tulipo Chaula alipofariki. Tulijiuliza sasa pale sisi tunaweza kufanya nini? Watumishi wengine ambao tuliokuwa tunawafuata, wengine baadhi yao walikuwa ni waongo, na wengine walikuwa wanataka pesa ndefu, na wengine walipotuombea baada ya muda mfupi tu mambo yalikuwa yanabadilika, yanarudi vile vile. Ni kipindi hichi ndicho kipindi ambapo mambo ya baba yalianza kubadilika na kuwa mazuri zaidi.
Hali zetu za kuumwa zilizidi kuendelea. Tukawa hatutamaniki hata kidogo. Tukawa hatutamaniki hadi kukonda tunakonda. Bibi yetu sasa, kwa sababu bibi mzaa mama alikuwa akikaa sasa peke yake kwa wakati ule, sisi tukiwa hatupo anakaa peke yake. Ilibidi ahitaji awaimbie watoto wake wengine ili waweze kumpatia watoto wa kukaa nao pale. Alipewa watoto wawili akawa anakaa nao pale. Sisi wakati tunaenda kwa babu, basi ana watu wengine ambao wanabaki nao pale. Kutokana na hali zetu jinsi ambavyo zilivyokuwa zinazidi kuwa mbaya, tuliamua kwamba ngoja sisi tukakae kwa babu kwa muda angalau wa miezi kadhaa, tuangalie hali zetu zinavyoenda ili tusizidi kumpa bibi yetu yule Safiness mzigo. Tulikaa miezi miwili kule kwa babu mzaa baba, akiwa anaendelea kuhangaika na kutupa dawa mbalimbali ili tuweze kupona zile hali. Lakini hali zetu, kaka yangu kuvimba, kudondoka, mimi kupata hedhi isiyokauka, zilikuwa zikiendelea, na kama tukipata nafuu kwa muda fulani lakini zinarudi. Baada ya miezi miwili ilikuja taarifa pale nyumbani kwamba bibi yetu mzaa mama, bibi Safiness, amefariki dunia. Alifariki akiwa amelala, na asubuhi tu alikutoka kwamba amefariki baada ya wajukuu zake wale kuja kumwamsha na yeye hakuamka. Taarifa zile zilikuwa ni za maumivu makubwa sana kwa kweli. Zilituumiza sana. Lakini hapakuwa na namna. Ilibidi tuende kwa Noa Matanga. Tulienda kukaa siku kadhaa pale, bibi akazikwa tukanua Matanga. Hatimaye sasa pale kwa bibi aliletwa mtoto wake mmoja wa kike ambaye alikuwa yeye hajaolewa, ikabidi akae pale. Na yeye akaendelea kukaa na wale wajukuu wengine pale. Sisi tuliendelea kukaa kule kwa babu mzaa baba. Baba siku moja aliitwa pale nyumbani. Akaitwa babu, akaitwa pale na babu pamoja na bibi ili aulizwe ukweli kuhusiana na maisha yetu sisi. Akaambiwa, kwa nini? Kwa nini wewe watoto wana hali kama hizi alafu hujali? Na ni watoto wako. Baba, sasa matatizo ambayo ushaambiwa hayatibiki hospitalini, unafikiri tutafanyaje? Huko hospitalini uliwapeleka? Asijawapeleka, lakini watu waliowapeleka wanasema kwamba magonjwa hayaonekani. Hivyo ndivyo ambavyo watu wanalea watoto, kwamba watu wengine wamepeleka. Kwa hiyo sasa hivi umeshawakatia tamaa kwamba wafe tu, si ndivyo? Sasa baba, mimi nitafanyaje? Hakuna namna. Hapo inabidi tuache tu hivyo hivyo. Wewe mpumbavu sana. Alafu hebu ngoja, unajua tumekufichia hii siri kwa siku nyingi sana. Hebu tueleze ukweli. Ni kitu gani kinachosababisha watoto wapate shida hivi? Inaelekea wewe unakijua. Ndio maana huteseki kabisa kuhusu kuwatibu wajukuu zetu. Hebu tuambie, ni sababu gani inayofanya wajukuu zetu hawa wapate shida hivi? Kipindi kile ikapita na sasa hivi imerudi tena kwa kasi ya ajabu. Sasa hivi wakiwa ukubwani. Baba, mimi sijui chochote. Wewe acha kutuambia kwamba haujui. Mimi ni mama yako niliyekuzaa. Mpaka tunakuita hapa kukuuliza habari ya haya mambo. Wewe unajua kwamba sisi lazima kuna kitu tunakifahamu. Tunataka utuambie kwa nini hawa wajukuu zetu wanateseka kila siku, na wewe ukiwa unaendelea kula bata, unaishi maisha ya raha tu. Hata huwazi kwamba watoto wako wanaumwa. Tunataka utuambie. Mama, mimi sijui chochote kwa kweli. Atukuzwe. Hao watoto uliowazaa mwenyewe? Ndiyo baba. Kwa nini umeniuliza na kati unajua baba kabisa kwamba watoto ni wa kwangu? Au wewe umegundua kwamba si wa kwangu? Na kuuliza hivi, hawa watoto ni wa kwako uliowazaa kweli? Ndiyo baba. Kwa nini unawafanyia mambo ya ajabu hivi?
Mambo gani baba? Nataka nikwambie, hakuna kitu ambacho hatukijui kwamba matatizo ya hawa wajukuu zangu Lindan na Kindan yanasababishwa na wewe pamoja na mke wako. Hakuna kitu tusichokijua. Baba, mbona unano hivi? Kweli mimi naweza kuwafanyia watoto? Nisikilize wewe, msinga kupaswa hicho kichwa na hii fimbo hapa. Nisikilize kabisa. Ninataka nikupe siku chache hapa. Nahitaji wajukuu zangu wapone. Ikiwa wewe unatumia hawa wajukuu zangu kwa ajili ya kujifanikisha wewe mwenyewe na ndio maana huwajali chochote, hatutaelewana. Ndani ya siku chache sana, na nazikuhesabia wiki hii, nahitaji hawa wajukuu zangu hali zao ziwe kawaida. Kwa sababu hata hapo nyuma hali zao zilikuwa kawaida baada ya wao kupona kutokana na magonjwa yale ambayo yanafanana na haya. Nahitaji wapone haraka sana. Na kama sivyo utanitambua kwamba mimi ndio Bamiri, baba yako mwenyewe. Kaongea na mke wako, mjue mnafanyaje wajukuu zangu wapone. Sitaki utani kabisa kwa wajukuu zangu. Sitaki utani kabisa kwa wajukuu zangu. Ni hayo tu, nimemaliza. Labda kama mama yako ana jambo la kusema. Mume wangu, jambo la kusema ni hilo hilo. Mimi Ruila ndio niliyekuzaa wewe, atukuzwe. Kama mimi ningetaka kufanya mambo ya hovyo hovyo kwako wewe, usingekuepo leo. Usingekuepo leo kama ningekufanyia mambo ambayo wewe unawafanyia hawa watoto. Hizi habari za fedha hizi na mambo ya ajabu ambayo unayowafanyia hawa zifike mwisho. Wiki hii ninahitaji wajukuu zangu wawe salama. Ikisha hii wiki, utajua kwamba mimi ndio Ruila mwenyewe ambaye nilikuzaa wewe. Sasa nitafanya nini? Tutafanya nini? Hilo usitake kulijua leo. Ninahitaji wajukuu zangu wawe salama. Basi. Msikilizaji, wajua babu na bibi walimpigia baba mkwara wa hatari sana pale. Babu akabaki akiwa ameduaa tu, akawa ameinamisha kichwa chini. Pale babu akaanza kuongea, "Ondoka! Ondoka hapa. Hilo limeisha. Naenda sasa tuhesabu hiyo wiki ishe. Alafu sasa hawa wawe wamebaki hivi. Ndipo utakapoelewa. Ondoka hapa. Toka kabisa. Toka. Sitaki kukuona kwenye macho yangu. Toka kabisa." Msikilizaji, babangu alitoka pale. Hali zetu kwa siku ile zilikuwa ziko hali zile za kawaida, kwa sababu kama nilivyokuambia tulikuwa hatumwi kila wakati. Lakini muda wa mateso unapofika, huwezi amini, kilichokuwa kinanitesa zaidi, tunajua aliyefanya hivi ni baba yetu mzazi. Ndiye aliyekuwa anatufanyia mambo ya ajabu. Hatukiona hatima ya maisha yetu. Baba siku ile alitoka. Bwana msikilizaji, hiyo ndiyo sehemu ya pili ya simulizi yetu. Je, atukuzwe atafanya nini sasa kuhakikisha kwamba wajukuu hawa wanakuwa salama? Atakuwa mkaidi kutokana na kauli za wazazi wake, au sasa ataamua kufanya jambo lolote ili mradi hawa wajukuu waweze kupona? Na kama wakipona, vipi kuhusu mali zake? Na kama hatafanya hivyo, ni kitu gani ambacho wazazi wake sasa watakifanya kwa ajili ya kumwadabisha na yeye? Hayo bwana na mengine tukutane katika sehemu ya 3. Mimi sina la ziada kufikia hapo. Nikuage, lakini nikikukumbusha vile vile kwamba bonyeza neno ambalo limeandikwa subscribe, liko chini ya video hii mkono wako wa kulia,
ili uweze kupata simulizi hii mwanzo hadi mwisho na simulizi mbalimbali tutakazo kuwekea hewani. Bye bye. Tukutane katika sehemu ya 3.